Kwanza sisi kama umoja wa vijana Tanzania tukiongozwa na mwenyekiti wetu Comrade Kawaida, tumekuwa na program mbalimbali za kuhakikisha vijana wetu wanapatiwa mafunzo ya uzalendo pamoja na ujasiriamali na namna gani fedha ambazo ziko katika halmashauri, kwa sababu hizi fedha sio kwamba ni ngeni, ziko kwenye halmashauri yetu chini, zilikuwa zinatolewa 10% kwa vijana, 4 kwa akina mama na 2 kwa wenye ulemavu. Kwa hiyo sisi kama umoja wa vijana tutaendelea na tutaongeza nguvu katika kutoa elimu ili kuwafikia vijana wengi zaidi. Na sasa hivi tutaongeza nguvu. Tulikuwa tunatoa elimu kwa vijana wa umoja wa vijana, sasa nadhani tutakwenda kuwagusa vijana wote bila kujali itikadi zao za chama cha siasa. Kwa sababu umoja wa vijana na kusudia Chama cha Mapinduzi ni chama dola kinachoongoza nchi. Baada ya uchaguzi mkishashika nchi na wajibu wa kuunganisha Watanzania wote. Kwa hiyo kutoa shaka fursa hizi tutafikia vijana nchi nzima. Ameuliza Mheshimiwa Rais ameweza kunyoosha mikono ya maridhiano, na wako baadhi ya wanasiasa ambao wameonyesha nia ya kukataa mkono huo wa maridhiano. Sasa sisi bwana Chama cha Mapinduzi siku zote tumekuwa positive kwenye kuhakikisha amani ya nchi inakuwa ndio kipaumbele chetu. Na maridhiano kwenye chama chetu sio jambo geni. Nakumbuka kule Zanzibar 2010 tulipitisha sheria ndani ya Baraza la Wawakilishi kuunda serikali moja wa kitaifa. Na ndio maana mmeona hata uchaguzi wa Zanzibar ulikuwa tofauti kwa sababu tuna maridhiano ya kitaifa. Kwa hiyo hii ni nia njema ya Mheshimiwa Rais na ni nia njema nadhani pia mnaona kwa Chama cha Mapinduzi. Kwa hiyo hawa ambao ni baadhi ya wanasiasa wa vyama vingine wasiotaka maridhiano, sisi tungewaomba kwa unyenyekevu mkubwa na kwa heshima kubwa wawe na nia ya kizalendo kwanza, waeke taifa kwanza, hivi vyama vya kisiasa vije baadaye, kwa sababu Tanzania yetu ni moja. Tukiamua kuendeleza misuguano hii haitakuwa na tija kwa mtu yote. Maana ukienda kokote utaenda kama mkimbizi tu. Lakini lazima tuwachunguze baadhi ya wanasiasa hawa wengine wanaishi Tanzania lakini tayari wameshapata hifadhi nchi nyingine, wao na familia zao. Utakuta mtu yeye yuko hapa na anaendeleza harakati, familia iko nchi nyingine. Sasa tutakaumia ni sisi watoto wa Tanzania wanyonge ambao hatuna hapa kwenda. Kwa mimi nawaomba kwa unyenyekevu mkubwa nikiwa kama kijana pamoja na vijana wapokee mkono wa maridhiano wa Mheshimiwa Rais. Kwa bahati nzuri tumepata rais mwenye upendo mkubwa kwa wananchi wote. Ameamua kusimama kama mama wa taifa, kutuponya wa Tanzania wote. Rais amezungumzia marekebisho ya katiba mpya ambayo huko nyuma watu walikuwa wanazungumzia na ambayo yameleta vurugu. Na akasema nani anapaswa kuwajibishwa baada ya vurugu hili. Mimi najibu swala hili kwamba Mheshimiwa Rais alikuwa ana dhamira njema muda mrefu na alishaweka wazi kwamba muda sahihi ukifika tutakwenda kufanya marekebisho kutokana na mahitaji ya Watanzania, marekebisho ya katiba. Sasa tumekuwa tuna wanasiasa ambao wanaangalia maslahi binafsi, kuharakisha michakato bila kufuata utaratibu. Huwezi kutaka katiba ya nchi ibadilishwe ndani ya miezi mitatu kuelekea uchaguzi brother. Tutakuwa tuna katiba ya kuwafavor wachache. Tutakuwa tuna katiba ya kuwafavor wanasiasa ambao wanatamani kupata madaraka tu. Lakini kama ilivyokuwa imani na dhamira Mheshimiwa Rais wetu ni kuwa na katiba yenye kuakisi na kugusa maisha ya Mtanzania mmoja mmoja, hata yule ambaye yuko kijijini kule analima mkoba vijijini, iwe ni katiba ya wananchi wote. Mheshimiwa Rais aliwaita wanasiasa hawa, alianzisha falsafa ya 4R, R4 kabisa kuonyesha kwamba yuko tayari kwa ajili ya maridhiano, kusikiliza kitu gani ambacho tukikifanya kitakuwa na maslahi ya taifa letu, ikiwa kuboresha katiba. Lakini tuliona wengi waliacha kuhudhuria vikao hivi kwa sababu za utashi wa kisiasa. Kwa hiyo niwaombe
wa Tanzania tuendelee kumwamini na kumpa imani Dr. Samia Suluhu Hassan. Ni rais ambaye sisi tunafanya kazi naye. Mimi nimekuwa mjumbe wa NEC. Nafanya naye kazi kwenye vikao vya chama. Ni mama mwenye upendo mno kwa taifa hili. Na dhamira yake ya kuhakikisha analeta katiba itakayogusa maisha ya Watanzania wote ni dhamira njema na tumuunge mkono. Sasa nasema wako wanafanya vurugu kipindi hiki cha uchaguzi. Je, nani wanapaswa kuwajibishwa? Nadhani hili swala liko nje ya mipaka yangu, swala ambalo sasa serikali kupitia vyombo vya ulinzi na usalama, mahakama wataona namna gani wanaweza kuwabaini wale ambao kwa makusudi kabisa wamekamilia kuichafua na kuchoma nchi bila kuwa na sababu za msingi. Lakini sisi vijana tunamshukuru Dr. Samia Suluhu Hassan, rais wetu na mwenyekiti wetu wa chama, kwa kuwa na huruma na wale vijana wachache ambao walikuwa hawajui nini walitendalo, waliamua kufuata mkumbo bila kujua athari zake. Na tunakushukuru sana mama yetu. Kwa kuhudumia vijana hawa, na Mungu atakulipa kwa wema wako. Tunawashukuru sana.